wimbo wake, mtoto wa bata bata, mtoto wa Mungu Mungu. Ninyi mnashindwa kutumia mamlaka kwa sababu ya kutokujua. Mtoto wa bata ni bata, mtoto wa simba ni simba, mwana wa Mungu ni Mungu, tutembee kifua mbele. Kwa majina yangu naitwa Mwalimu Filipo Antoni Lohai, mwalimu wa sekondari ya Tumati na mratibu wa wilaya ya Mbulu wa Kasweta Tayomi. Na kipekee tunamshukuru Mungu kwa shule ya sekondari Tlawi ambayo imetupokea. Mkuu wa shule pamoja na uongozi wake wa shule na walimu walezi wa hapa wametupokea kwa upande wa mahitaji mbalimbali, malazi na mahitaji mbalimbali pia ya huduma mbalimbali. Tumefanikiwa. Kwa ujumla ukilinganisha na mwaka jana, mwaka huu kidogo kumekuwa na changamoto. Changamoto iliyopo ilikuwa shule zimefungwa mapema. Shule zilifungwa tarehe 11, watoto wakatawanyika kwenda nyumbani kwa mujibu wa kalenda ya serikali. Hivyo ikatuletea changamoto, na kama ilivyo huduma yetu ya Kasweta Tayomi ni huduma ya makanisa mengi ya Kipentekoste. Kwa hiyo ikatuia vigumu sisi walezi kuwakusanya watoto kwa sababu walishatawanyika huko manyumbani na kwenye makanisa yao. Changamoto iliyotukuta ndio ya namna hiyo, ambapo hii elimu kidogo kwa makanisa haijawafikia kwa namna inavyotakiwa. Hivyo nitoe wito kwa wachungaji na maaskofu walioko katika wilaya ya Mbulu ili walizingatie hili jambo, na wanapokuwa kwenye vikao vyao vya CPCT kiwilaya na katika kanda zao tofauti tofauti, watusaidie kuhamasisha wachungaji wenye watoto. Na tunapowapeleka kwenye makambi haya, tunaendelea kuhimiza umuhimu wa elimu ili kumtengeneza huyu kijana awe kiongozi bora wa serikali na hata awe kiongozi wa kanisa na kwa jamii kwa ujumla. Kwa hiyo nitoe wito kwa wachungaji wetu waendelee kuwa msaada kwetu, na pia watoto wao hawa wakiwasimamia kwa siku zijazo watakuwa maaskofu watarajiwa na wachungaji na walimu, madokta, hata marais watatokana na hawa watoto wetu. Kwa hiyo tusipuuze haya mambo tunayoyafanya, bali tuyawekee kipaumbele ili tujenge kanisa la kesho lenye maadili. Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kupitia jina pendwa la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ikiwa ni tarehe 20, tunaadhimisha kufufuka kwake Yesu, mkombozi wa ulimwengu, aliyezichukua hatia zetu zote na masikitiko yetu na mafadhaiko yetu, na amani yetu ilikuwa juu ya kichwa chake. Naitwa Pastor Ezron Crescent, mratibu wa Kasweta Tayomi, halmashauri ya Mbulu mji. Wamejifunza kuishi katika kusudi la Mungu, kijana na makuzi katika neno la Mungu, lakini pia umuhimu wa Roho Mtakatifu, lakini kijana na umishionari, lakini pia elimu bora katika dunia ya utandawazi. Kulikuwa na mambo mengi sana ambayo yalikuwa yakiendelea mahali hapa. Nafikiri kwa wale ambao walikuwepo katika kambi hili la mwaka wa 2025 watakuwa ni mashahidi, na hata utakapotoka mahali hapa kutakuwepo na mabadiliko makubwa sana. Biblia inasema ya kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Ni shauku yangu kwako wewe mtumishi wa Mungu unayenisikiliza, kwako wewe mzazi, kwako wewe mwalimu, kwako wewe kiongozi wa serikali, ya kwamba tusaidiane kulea jamii hii ya vijana ili kusudi waweze kufikia hatima na tuwe na viongozi bora ambao wanamjua Mungu.
yatasindikizwa na sadaka. Hiyo usisahau. Maombi yanasindikizwa na sadaka, na sadaka ndiyo inayemgusa Mungu. Kama ni neno, kila mtu anaweza kaongea neno. Neno lako ukiambatanisha na sadaka ndio inajibu. Nishukuru pia kwa mwalimu nilimkuta misionari. Sasa kwa wimbo wake, mtoto wa bata bata, mtoto wa Mungu Mungu. Ninyi mnashindwa kutumia mamlaka kwa sababu ya kutokujua. Watoto wa rais, mawaziri wanaringa kwa sababu wao wanajua. Hivi wewe mtoto wa Yesu, kwa nini usiringe wakati uko na Yesu? Sasa mapepo yanakulaza na unakata tamaa, ole wako. Wa Yesu fanana na Yesu, tembea yako, ongea yako, tabia yako. Na tumuone Yesu kwako. Kwa hiyo tukitoka hapa kwenye Insta kurudi kwenye mahali tutakayorudi, ninyi iwe mbegu inayozaa na kukua. Na mueneze injili ya Yesu. Kwa tabia zenu, sio kwa maneno. Nimesema neno kila mtu anaweza kuzungumza, tabia inayosomeka kwa watu si kila mtu anaweza kaonesha na ikaigwa. Ninyi pelekeni tabia inayoigwa na kupendwa na watu wote. Na Mungu awaongoze katika hayo. Dhambi iliyoingia duniani ni kufanya mwanadamu awe mtumwa wa dhambi. Hasa Mungu akaandaa mpango wa kumkomboa wanadamu, kama unavyosoma kile kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 3 na mstari 21, inayosema Bwana Mungu akamfanyia Adamu na mke mavazi ya ngozi akawavika. Hapo tunaona kuna kondoo ambaye alikufa, damu ikamwagika. Kwa hiyo tunaashiria pale kama ni ukombozi ambao alikuwa ndio mwanadamu. Hasa leo ndio tunaadhimisha siku yenyewe hapa katika eneo la Sekondari Trawi. Lakini jambo la muhimu sana na la msingi, tunashukuru Mungu kwa sababu vijana wamejifunza masomo mengi sio kawaida ambayo wakiyazingatia yatasaidia katika maisha yao. Na wito wangu kwa wazazi na walimu, watoto wahudhurie makambi ya Pasaka mbalimbali kwa sababu kuna vitu vipya wanajifunza. Kuna imbaji mbalimbali, kwa hiyo vipaji mbalimbali vinaendelezwa na vinaibuliwa. Kwa hiyo ni vizuri kwa wazazi wenye watoto washike mkono kwa kuwachangia ili waweze kubata Easter mwaka kesho. Kwa hiyo kwa maneno machache hayo, niwashukuru. Mungu abariki sana. Baraka za Mwenyezi Mungu ziwe pamoja na ninyi. Mungu bariki Tanzania na uongozi wa Tanzania. Amen. Ni katibu wa mkoa wa Manyara, lakini pia ni katibu wa wilaya Babati, lakini pia ni mwenyekiti wa shule ya sekondari Elders Gate. Kipekee napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi siku ya leo nimejumuika na Wanambulu katika shule ya sekondari Tlawi. Ni jambo bora sana, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia namshukuru Mwenyezi Mungu, siku ya jana na juzi nilikuwa shule ya sekondari Joshua eneo la Magugu. Tulikuwa na nakasfeta wengi kidogo eneo la Magugu. Tulikuwa tunaongea mambo mbalimbali, tunamtumikia Mungu katika kweli na katika ndio yote. Lakini pia kiukweli Easter mwaka huu umekuwa ni Easter bora kwa sababu mtikio umekuwa mkubwa. Eneo la Babati, eneo la Hanang nilikuwa naongea nao, lakini pia eneo la Mbulu wamekuwa na mtikio mkubwa sana. Watu wamefika kwa wingi mno. Maana yake Easter za miaka iliyopita watu walikuwa wanafika kwa mtukio mchache. Yaani watu walikuwa kama kwa namna moja au nyingine walikuwa hawana uelewa kuhusu kongamano la Pasaka. Lakini kwa wakati huu naona kama watu wamejitahidi, viongozi wamejitahidi kutoa mwitikio kwa watu, na watu wametoa response ya kwamba Easter ina faida. Wamejaribu kuelekezana na makanisani. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kufika kwao kuna kitu watu wamepata, watu wamejifunza. Moto zinazosababisha watu wasifike kwenye kongamano la Pasaka, kikubwa tu ni response. Lakini pia kuna wazazi sio waelewa kuhusu kongamano la Pasaka. Kwa kama wazazi hao yani wanakuwa hawatake care sana kuhusu kongamano la Pasaka. Lakini kutokana na kwamba bado wachungaji wanatoa maelekezo, bado viongozi wanatoa maelekezo, watoto wanawashauri wazazi, naona kama changamoto hiyo imezidi kupungua kwa kiwango kikubwa, kwa sababu kabla ya hapo watoto walikuwa wanakuja kwa uchache sana Easter, lakini kwa wakati huu unaona wamekuja kwa wingi kutokana na kwamba wazazi wameanza kupata mwelekeo, wameanza kupata knowledge kuhusu Easter conference. Wachungaji walezi wa makanisa ya Kipentekoste, wachungaji hao watatusaidia kutia mwamko kwa watu wa kanisa, kwa waumini, kwamba waruhusu watoto waje Easter conference. Lakini pia tutatumia nafasi ya viongozi, tutawaagiza waratibu wa wilaya, waratibu wa mikoa, viongozi wa wilaya, viongozi wa mikoa, viongozi wao wenyewe watakuwa wanaenda kwenye matawi, kila tawi moja moja watatoka mashuleni mwao, watapewa ruhusa. Kuna barua rasmi ambazo zitatolewa kwamba waruhusiwa kutoka mashuleni mwao kwenda shule mbalimbali, shule zingine.
majina naitwa Joshua Pamba Aloisi kutokea Sarwat Sekondari. Je, kwenye Insta ya mwaka huu umejifunza nini hasa? Kwenye Insta ya mwaka huu nimejifunza mambo mengi, lakini mambo ambayo nimeyashika ya msingi ni kuhusiana na swala zima la tayomi. Nimeelewa kuwa tayomi ina misingi mikuu mitatu, msingi mojawapo ukiwa ni imani, Roho Mtakatifu, lakini pia na umoja. Wana tayomi wote wanatakiwa kuwa na umoja ili kuweza kufanya mambo mbalimbali katika shughuli za kijamii, ili kuweza kuchangia mambo mbalimbali. Kama yapi hayo mambo? Mambo mbalimbali ambayo wanaweza wakachangia, kwa mfano wakiwa na umoja wanaweza wakasaidiana. Hata wakiwa darasani ni umoja, wanatayomi kwa wanafunzi. Kwa mfano shule fulani na shule fulani wanaweza wakasaidiana darasani, swali fulani limemshinda mtu fulani, anampelekea mwanatayomi, ule ni umoja, lakini sio kuweka ile nia ya kuchukiana. Ni changamoto zipi labda umekutana kwenye mazingira huko? Changamoto ambazo nimekutana nazo kusema tukilinganisha na Insta iliyopita na Insta hii, mimi sasa hivi sijaona changamoto zingine. Maana Insta iliyopita kulikuwa na changamoto mbalimbali, moja ikiwemo ya wizi, lakini kwa sasa sijaona changamoto yoyote ambayo imetokea ndani ya Insta hii. Nawashauri kwanza, nawaonea huruma sana na nawasikitikia kwa sababu wamekosa mambo mengi sana. Kuna mafundisho mbalimbali yanapatikana ndani ya Insta hii ambayo anaweza kumkuza wewe kama mwanafunzi na ambayo anaweza kumkuza mwanatayomi katika shule yetu katika Insta hii. Mambo mengi sana yamemkuza mwanafunzi. Labda neno lako la mwisho ambao unataka kuambia, labda kushauri wewe kama wewe binafsi? Mimi katika neno la mwisho kushauri, sina maneno mengi sana kushauri, ila mimi napenda sana kuwageukia wanafunzi. Kitu cha kuwashauri wanafunzi ni kwamba wawe na moyo wa kutoa michango ili waweze kuja Insta. Usipende kukimbilia sana nyumbani, kwa sababu nyumbani hamna kitu cha msingi sana ukija kuangalia, lakini ukija kuangalia sisi kama sisi wanafunzi ambao tumepata nafasi ya kuja hapa hivi, tumepata marafiki hapa, tumepata watu wengine wapya kabisa. Kwa hiyo ni kitu cha kuwashauri, ikitokea michango midogo kama hii ya kuja Insta au ya kwenda national prayer kitaifa, asisite kutoa hela, atoe tu hela, atoe mchango ili aweze kushiriki. Yesu asifiwe. Dada, kwa majina unaitwa nani? Naitwa Joyce Daniel. Joyce Dani nani? Junda. Kutoka wapi? Robert. Kwenye Insta mwaka huu nimejifunza mambo mengi sana, ikiwemo kijana au mwanakasfeta kutambua kusudi lake. Sasa wewe kama kijana au mwanakasfeta, je, unatambuaje kusudi lako? Kwanza kwa kumwomba Mungu akuonyeshe kwamba kitu gani unapaswa kufanya ukiwepo duniani, au ni vitu gani ambavyo Mungu amekupangia kuvifanya ukiwepo duniani. Je, ni changamoto gani ambazo umeziona katika Insta hii 2025? Changamoto gani ambazo umeziona? Changamoto kwanza, atuendi na muda. Hicho ni cha kwanza na ambacho ni kikubwa, ambacho kinafanya mambo mengine yasiwezi kufanikiwa. Kuandaa kesho iliyo bora. Kuandaa kesho iliyo bora. Sasa wewe kama wewe unaandaaje kesho iliyo bora? Naandaa kesho iliyo bora kwa kufanya kazi kwa bidii. Kwa mfano katika masomo yangu najisomea kwa bidii, na naandaa kesho iliyo bora pia kupitia maombi. Kumuomba sana Mungu kuhusu. Kwa majina naitwa Johnson Oscar Kiondo. Kutokea wapi? Kutokea shule ya Chief Salwati. Je, wewe umejifunza nini kutokana na Insta ya mwaka huu? Kutokana na Insta ya mwaka huu nimejifunza mambo mengi kweli. Mambo yapi ambayo unaweza ukaelezea ambao umejifunza ili na watazamaji wapate kuelewa mambo ambayo umejifunza? Jambo la kwanza ambalo nimejifunza ni kuhusu kuandaa kesho iliyo bora. Kuandaa kesho iliyo bora. Sasa wewe kama wewe unaandaaje kesho iliyo bora? Naandaa kesho iliyo bora kwa kufanya kazi kwa bidii. Kwa mfano katika masomo yangu najisomea kwa bidii, na naandaa kesho iliyo bora pia kupitia maombi. Kumuomba sana Mungu kuhusu kesho yangu. Uwe shule ya msingi au sekondari, au wachukua kozi ya fani fulani, ukitaka kumaliza kwa mafanikio, Yesu awe namba moja maishani mwako. Yesu awe namba ngapi? Yesu awe namba ngapi? Kula maisha mwako mpaka mwezi busara, utambulia mfupa badala ya